Haleluya, wacha Yesu atawale kwenye maisha yetu. Mwache Yesu atawale kwenye ndoa yako. Mwache Yesu atawale kwenye kazi yako. Mwache Yesu atawale kwenye biashara yako. Mwache Yesu atawale kwenye mataifa tunayoishi, tunayotokea. Mwache Yesu akatawale katika serikali zetu. Mwache Yesu akatawale katika kila eneo la maisha yetu. Tunamhitaji yeye Yesu, tunamhitaji yeye Mungu akatawale kwenye kila eneo la maisha yetu. Iwe ni kazi, iwe ni ndoa, iwe ni maisha haya ya shuleni kama ni mwanafunzi, iwe ni familia, iwe ni biashara, chochote kile ambacho, iwe ni kilimo, chochote, iwe ni uchumi, iwe ni mifumo katika taifa, ni mifumo katika kazi, mifumo kila namna katika kanisa, katika dini zetu tunazotoka. Mwache Yesu atawale. Bwana Yesu apewe sifa, wapendwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni wakati mzuri ambao Mungu ametupa tena neema ya kuweza kujihudhurisha kwake kwa ajili ya kuomba, kwa ajili ya kutafakari na kwa ajili tu ya kukumbushana kwa zile habari za ufalme wa mbinguni, kwa sababu inatupasa tuonyane sisi kwa sisi, inatupasa tukumbushane, inatupasa tuambiane ukweli, inatupasa tuinuane pia kwa maombi. Pale ambapo unaona mwenzako ameinama, basi tunaendelea kuinuana kwa maombi, kwa kuimba tenzi, kwa kumwabudu Mungu na kwa kuambiana maneno ya faraja, ili kwamba sote tuweze tukapata kushinda. Haleluya. Basi ni wakati mwingine mzuri mpendwa, ningependa twende tukaingia katika maombi katika jina la Yesu. Haleluya. Mungu wetu na Baba yetu, katika jina lenye nguvu lenye thamani la Bwana Yesu, tunakuja mbele zako, tunakushukuru. Tunasema asante kwa sababu ya neema yako, na kushukuru kwa ajili yangu, na kushukuru kwa ajili ya wapendwa hawa Bwana, ambao wameona Bwana ni vema katika muda huu kukaa katika muda wa pekee kwa ajili ya kujihudhurisha mbele zako, kwa ajili ya kutafuta uso wako, kwa ajili ya kushuka na kutafuta uso wako katika jina la Yesu. Ninakuja mbele zako Bwana, tunakushukuru, tunasema asante. Asante kwa ajili ya uzima na afya. Asante Bwana kwa ajili ya kila kitu chema. Tunakushukuru Bwana kwa ajili ya maisha yetu. Tunakushukuru Bwana kwa ajili ya kazi na yote ambayo unatujalia. Tunakushukuru kwa ajili ya Roho wako Mtakatifu ambao umemwachilia katika maisha yetu. Bwana amekuwa ni msaada unaoonekana tele. Amekuwa ni msaada katika njia zetu zote. Nasi tunakushukuru Mungu. Tunakushukuru kwa ajili ya muda huu. Tunakushukuru kwa ajili ya nyakati hizi. Tunakushukuru Bwana kwa ajili ya uhai ambao umetujalia. Si kwa sababu ya nguvu zetu, lakini neema yako Bwana imetusaidia. Neema yako Bwana imekuwa pamoja na sisi. Nasi tunasema asante. Tuko mbele zako, tunaomba rehema, tunaomba toba Mungu. Tunaomba msamaha. Tunaomba Bwana ukapate kwenda kutuosha na kututakasa kwa ajili ya kila dhambi na kila uovu na kila hila na yale yote ambayo yamefanyika kinyume na mapenzi yako Mungu. Tunaomba rehema, tunaomba toba Bwana, tunaomba msamaha. Tunaomba Bwana ukapate kwenda kutuosha. Tunakuomba Bwana ukaachilia ile damu yako Yesu ikatuoshe, ikatutakase Bwana kila uovu na kila dhambi Bwana. Tunaomba rehema, tunaomba toba, tunaomba msamaha Bwana. Tunaomba rehema kwa ajili ya taifa letu, tunaomba rehema kwa ajili ya kanisa Bwana. Tunaomba rehema kwa ajili ya mwili wa Kristo. Chochote ambacho kimefanyika ambacho ni kinyume Bwana, kinyume na mapenzi yako Bwana, kinyume na makusudi yako juu ya maisha yetu, tunaomba Bwana ukaturehemu. Tunaomba Bwana Yesu katuoshe na kututakasa. Tunakusihi Mungu, tunakualika majira haya tukiwapanga malaika pande zote, wale malaika wanaohusika na maombi haya, wanaohusika Bwana na ulinzi, wale malaika wa vita Bwana, katika jina la Yesu tunawapanga, tukiomba udhihirisho wako Roho Mtakatifu majira haya katika jina la Yesu. Nikikuomba Bwana ukaguse kila mmoja wetu kwa damu ya Yesu katika jina la Yesu. Usituache Bwana hata kwa wakati mmoja, bali katika yote Bwana ukapate kwenda kutuguza, ukapate kwenda kutusaidia katika jina lenye nguvu lenye thamani la Bwana Yesu. Ninapangua na kwenda kinyume na kila roho za uharibifu, roho za uchawi na uganga, roho za ushirikina, roho za majini na mapepo, roho za mizimu na kila roho za kurudishwa nyuma. Ninapangua na kuharibu sasa kazi zote za giza. Ninapangua na kuharibu sasa uovu wa kila namna. Ninapangua na kuharibu na kuteketeza kazi zote za yule muovu shetani. Ninakwenda kinyume na kazi zote za giza. Ninakwenda kinyume na uovu wa kila namna. Ninasambaratisha sasa nguvu zote za giza. Ninasambaratisha uovu wa kila namna. Ninapindua yote sahi kwa damu ya Yesu katika jina la Yesu. Ninavuruga sasa kila nguvu za giza. Ninavuruga sasa kila utendaji kazi na nguvu zote za yule muovu shetani. Ninavuruga sasa katika jina la Yesu. Ninapindua sasa kila nguvu mbaya. Ninapindua kila
kila roho za uchawi na uganga, ninapindua roho za ushirikina na majini na mapepo, ninapindua roho za kukandamiza, roho za kurudishwa nyuma, roho za vizuizi, ninazipangua sasa katika jina la Yesu. Zile roho zinazozuia mapenzi ya Mungu katika maisha yetu, tunazipangua sasa kwa damu ya Yesu katika jina la Yesu. Imeandikwa, nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao. Tunakushinda shetani kwa damu ya Yesu sasa na kwa neno la ushuhuda wetu katika jina la Yesu. Tunapangua kila kazi za giza, tunavuruga mipango yote inayopangwa, tunaondoa roho za uzito, tunaondoa roho zote za kutukalia, tunazipangua na kuziharibu sahi kwa damu ya Yesu katika jina la Yesu. Tunazipangua na kuziharibu sahi kwa damu ya Yesu katika jina la Yesu. Tunakwenda kinyume nazo sahi, tunakwenda kinyume na kazi zote za giza, tunakwenda kinyume na kila uovu na kila uharibifu, tunakwenda kinyume na kila kazi zote na zile yule mwovu shetani, tunazipangua, tunaziharibu sasa kwa damu ya Yesu katika jina la Yesu. Tunakuomba Bwana ukapate kwenda kusimama. Bwana Yesu, tunakuomba ukapate kwenda kutawala wewe mwenyewe na nguvu zako na uweza wako, ni katika jina lenye nguvu lenye thamani la Bwana Yesu. Ninakushukuru Mungu kwa sababu ya kibali chako, ninakushukuru kwa ajili ya neema yako, na kushukuru kwa ajili ya nguvu na uweza wako Bwana. Ninakusihi ukapate kwenda kuendelea kusimama katikati ya maisha yetu, usitupungukie Bwana, bali ukapate kwenda kuonekana katika jina lenye nguvu lenye thamani la Bwana Yesu. Tunakabidhi basi muda huu mikononi mwako, ninakuomba Bwana, mapenzi yako ndio yakapate kwenda kutemia katika jina la Yesu. Asante Bwana Yesu kwa sababu wewe ni mwema, ni katika jina lenye nguvu lenye thamani la Bwana Yesu. Tunakuinua Bwana, tunakuadhimisha muda huu Bwana, ni wewe pekee tunashuka tukikuabudu, tukiliadhimisha jina lako. Ni wewe pekee Bwana, tuko mbele zako majira haya. Tunakuomba ukatuguse kila mmoja Bwana, ukaguse kila mmoja sawa sawa na mahitaji yake Bwana, yale ambayo yametusumbua, yale ambayo yamesumbua watoto wako Bwana, tunakuomba ukatuguse, tunakuomba ukatuponye, tunakuomba ukatusaidie, tunakuomba ukatuvushe Bwana. Hatuwezi tukaenda peke yetu Bwana, tunakuomba ukatusaidie. Hatuwezi tukaenda kwa nguvu zetu Bwana, tunakuomba ukatusaidie. Tunakuomba ukaguse maisha yetu, ukapate kwenda kututoa katika kila aina ya uharibifu. Tunakuomba ukaguse maisha yetu, ukapate kwenda kututoa kutoka katika kila aina ya vifungo katika jina la Yesu. Wacha vifungo vikapate kwenda kuvunjika na kukatika katika jina la Yesu. Mungu wangu na Baba yangu, wacha tukapate kwenda kuwekwa huru, ili tukapate kwenda kukuabudu katika roho na kweli, ili tukapate kwenda kukuadhimisha Mungu wetu. Bwana, ninakuomba, ninakurudishia sifa na utukufu, maana wewe ndio unayestahili. Ninakurudishia sifa na utukufu, maana ni wewe tu wala hapana mwingine. Ninakurudishia sifa na utukufu, Mungu usiyeshindwa. Hakuna zaidi yako wala hakuna kufananishwa na wewe. Hakuna zaidi yako wala hakuna kulinganishwa na wewe. Ni wewe tu Mungu wala hapana mwingine. Ni wewe tu Bwana wala hapana kufananishwa na wewe. Ni wewe tu Bwana, tunakurudishia sifa na utukufu. Ni wewe tu Bwana wala hapana zaidi yako. Ni wewe tu Bwana, pokea sifa na utukufu. Ni wewe tu Bwana, tunaliadhimisha jina lako. Hakuna zaidi yako Mungu. Pokea sifa na utukufu Bwana. Tunakuabudu wewe pekee. Tunakuadhimisha Mungu wetu. Unastahili kuabudiwa na kutukuzwa. Tunaliadhimisha jina lako majira haya. Pokea sifa za mioyo yetu. Pokea sifa za mioyo yetu. Pokea sifa Bwana. Tunakuinua wewe pekee, unastahili kuabudiwa na kutukuzwa. Tunakuinua wewe pekee, mfalme wa wafalme, Mungu wa miungu yote Bwana, pokea sifa. Hakuna zaidi yako wala hakuna kama wewe. Hakuna wa kufananishwa na wewe. Sifa na utukufu zote tunazirudisha kwako Mungu usiyeshindwa. Ni katika jina lenye nguvu lenye thamani la Bwana Yesu. Asante kwa sababu wewe Mungu unatenda yaliyo makuu kila majira na kila nyakati. Utukufu ni wako na unastahili kuabudiwa na kutukuzwa Bwana. Hakuna zaidi yako wala hakuna wa kufananishwa na wewe. Ni katika jina lenye nguvu lenye thamani la Bwana Yesu. Maombi tunayoyafanya Bwana ni kwa neema yako. Maombi tunayoyafanya Bwana ni kwa neema yako Bwana. Bwana, maombi tunayoyafanya, wokovu tunaoufanya Bwana ni kwa neema yako Bwana. Wokovu ambao umetupa ni kwa neema yako Bwana. Tunakurudishia sifa na utukufu Mungu. Tunakurudishia sifa na utukufu Bwana. Unastahili kuabudiwa, unastahili kutukuzwa. Hakuna kama wewe, hakuna wa kufanana na wewe. Pokea sifa, pokea utukufu Bwana. Pokea sifa, pokea utukufu Bwana. Pokea sifa Bwana, unastahili kuabudiwa na kutukuzwa. Ni wewe tu Bwana wala hapana mwingine. Ninapangua roho za vizuizi sasa, zile roho zinazowazuilia watoto wako kusonga mbele. Iwe ni dhambi ya muda mrefu, iwe ni vifungo vya muda mrefu, iwe ni maneno yaliyonenwa kwa siri, iwe ni maneno yaliyonenwa kwa wazi Bwana. Ninakuomba Mungu kapate kwenda kupigana vita vya wazi na vita vya siri Bwana. Ukavipigane hivyo vita Bwana. Tuweze tukatoka katika jina la Yesu. Tuweze tukatoka kwa damu ya Yesu. Ninapangua hizo nguvu zote za giza. Ninapangua hizo roho zote za uharibifu. Ninapangua hizo roho zote za uchawi. Ninapangua kila kazi zote ovu kwa damu ya Yesu katika jina la
Yesu. Ninavuruga mipango yote ya giza, ninavuruga kazi zote za giza katika jina la Yesu. Bwana, ninakusihi ukapate kwenda kutawala, nguvu zako zikapate kwenda kusimama katika jina la Yesu. Uweza wako ukapate kwenda kusimama katika jina la Yesu. Nguvu zako zikapate kwenda kudhihirika katika jina la Yesu. Tunapangua sasa kila nguvu mbaya, mipango mibaya Bwana, kila vikao vya uharibifu tunavyokaliwa ninavipangua sasa kwa damu ya Yesu katika jina la Yesu. Napangua vikao vyote vya uharibifu, napangua vikao vyote vya uharibifu, ninaviharibu na kuvisambaratisha sasa kwa damu ya Yesu katika jina la Yesu. Kila kikao cha uharibifu tunachokaliwa ninakipangua sasa kwa damu ya Yesu. Ninavuruga kazi zote za giza, ninapangua uchawi na uganga na ushirikina, majini na mapepo na mizimu, ninayapangua sasa kwa damu ya Yesu. Ninavuruga kila mipango miovu, ninapangua yote sasa kwa damu ya Yesu. Bwana, ninakuomba ukasimame wewe ukapate kwenda kututetea. Bwana, ninakuomba ukasimame wewe ukapate kwenda kudhihirika, nguvu zako na uweza wako Bwana ukapate kwenda kudhihirika waziwazi katika jina lenye nguvu lenye thamani la Bwana Yesu. Ninakushukuru Mungu kwa sababu wewe, neema yako Bwana ni kuu, utukufu wote ni wako Bwana. Pokea sifa na utukufu, ni katika jina lenye nguvu, jina lenye thamani la Bwana Yesu. Amen. Amina. Amina mpendwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Yote tunayaomba na yote tunayafanya na yote tunayatenda katika jina la Yesu. Amina. Basi majira haya tunamshukuru Mungu kwa kweli, kwa sababu ameendelea kuwa ni mwema kwetu, ameendelea kututetea na kutusaidia, na wema wake hauna kikomo. Haleluya. Wema wake haufananishwi wala haulinganishwi, haupimwi wala haupimiki, wala hauwezi ukalinganishwa na kitu chochote kile. Nguvu zake na uweza wake ni wa hali ya juu. Kibali chake na namna ambavyo anatutetea na kutusaidia ni kwa namna ya kipekee sana, na tunazidi kumrudishia sifa na utukufu. Kwa kweli ni yeye Mungu pekee anayestahili kuabudiwa na kutukuzwa. Basi katika majira haya Mungu amekuwa ni mwema kwetu, nasi tunataka kwenda kulitafakari neno lake, tunataka kwenda kujifunza zaidi, tuweze tukaelewa na tuweze tukajua zaidi ni namna gani ambapo tutazidi kuenenda ndani na tuweze tukaishi ndani ya mapenzi ya Mungu. Haleluya. Kwa sababu itatufaidia nini leo hii tukapata kila kitu lakini tuko nje ya mapenzi ya Mungu? Mungu atakuwa anatutizama vipi? Kwa sababu kikubwa zaidi ni kwamba tuweze tukairithi mbingu. Haleluya. Haya maisha hapa duniani tunapita. Walikuwepo wenye majina na wasio na majina, na leo hawapo. Leo wapo wengine wenye majina na wasio na majina. Wataondoka na watakuja na wengine wenye majina na wasio na majina makubwa, na yote yanapita. Haleluya. Lakini sasa katika kupita huku, basi tuhakikisha ya kwamba mwisho wetu unakuwa ni mwisho mwema. Mwisho wetu tunaisha ndani ya Bwana Yesu. Mwisho wetu unakuwa ni mwisho mzuri ndani ya Kristo Yesu. Haleluya. Na ili tuweze tukapata mwisho mwema, kwa sababu hatujui mimi na wewe mwisho wetu ni lini, ni heri kukaa katika hali ya kujiandaa muda wote. Twende tukasome neno la Mungu katika kile kitabu cha Ezekieli sura ya 18. Twende tukaanzia mstari wa 21 tukashuke nao. Haleluya. Neno la Mungu linasema, lakini mtu mbaya akigairi na kuacha dhambi zake zote alizozitenda na kuzishika amri zangu zote na kutenda yaliyo halali na haki, hakika ataishi hata kufa. Kwa hiyo kama ukitenda kinyume na hivi, ina maana hautaishi, ina maana utakufa. Unaweza usife kimwili, lakini ukajikuta mambo yako yanakufa, ukajikuta vitu vyako haviendi. Kwa sababu nini? Umauti unakuwa umeingia kwa sababu ya yale matendo na kukosa haki na uhalali katika maisha yetu. Anaendelea kusema, dhambi zake zote alizozitenda hazitakumbukwa juu yake hata mojawapo. Katika haki yake aliyoitenda ataishi. Je, mimi ninafurahia kufa kwake mtu mwovu, asema Bwana Mungu? Si afadhali kwamba agairi na kuiacha njia yake akaishi? Bali mwenye haki atakapogairi na kuiacha haki yake na kutenda uovu na kufanya machukizo yote kama yale afanyayo mtu mwovu, je, ataishi? Katika matendo yake yote na ya haki aliyoyatenda halitakumbukwa hata mojawapo katika kosa lile alilolikosa, naam, katika dhambi yake aliyoitenda atakufa. Kwa hiyo hata mwenye haki ikatokea akaiacha haki, akasema ya kwamba kwa sababu nilishatenda matendo mema na kuifanya haki hapo nyuma, hayatakumbukwa.
Amina. Kwa hiyo tunaona ni heri mwisho mwema, kama nilivyokuwa nikiwaambia. Anaendelea kusema, lakini ninyi mwasema njia ya Bwana si sawa. Sikilizeni sasa, enyi nyumba ya Israeli. Je, njia yangu sio iliyo sawa? Njia zenu sizo zisizo sawa? Mwenye haki atakapogairi na kuiacha haki yake na kutenda uovu, akafa katika uovu huo, katika uovu wake aliyoutenda atakufa. Tena mtu mwovu atakapogairi na kuacha uovu wake aliyoutenda na kutenda yaliyo halali na haki, ataponya roho yake, nayo itakuwa hai, kwa sababu atafakari na kugairi na kuyaacha makosa yake yote aliyoyatenda, hakika ataishi hata kufa. Lakini nyumba ya Israeli husema, njia ya Bwana si sawa. Nyumba ya Israeli, je, njia zangu sizo zilizo sawa? Njia zenu sizo zisizo sawa? Basi nitawahukumu ninyi nyumba ya Israeli, kila mmoja kwa kadiri ya njia zake, asema Bwana Mungu. Rudini mkagairi na kuyaacha makosa yenu yote, basi hivyo uovu wenu hautakuwa uharibifu wenu. Tupilieni mbali nanyi makosa yenu yote mliyoyakosa. Jifanyieni moyo mpya na roho mpya. Mbona mnataka kufa, enye nyumba ya Israeli? Maana mimi sikufurahii kufa kwake afaye, asema Bwana Mungu. Basi gairini mkaishi. Haleluya. Neno la Mungu liko wazi na neno la Mungu liko moja kwa moja kabisa, halijapindishwa. Wapendwa, tujitahidi kutenda haki, tujitahidi kuishi katika maisha ya kumpendeza Mungu, tujitahidi kudumu katika wokovu ambao Mungu amekutupa. Kuna kuokoka na kuna kuishi na kudumu ndani ya wokovu. Kazi kubwa sio kuokoka, sio kwenda mbele, kuitwa mbele pale kuokoka, ama kuitwa kufanyiwa sala ya toba. Hiyo ni moja. Jambo la pili ni kudumu ndani ya maisha ya wokovu. Haleluya. Unajua, kuna muda mwingine katika haya maisha unaweza ukawa unaishi, unaenda katika maisha ya wokovu, ukajikuta kwamba yamkini adui naye anafanya makusudi kabisa kukucheleweshea mambo yako. Ili nini? Ili uchoke. Ukichoka ni rahisi sana ukagairi, ukajikuta unarudi tena katika maisha maovu, ambapo hapo adui atakuwa amekupiga bao kweli kweli. Amina. Na ndio maana siku hii ya leo ninakuja kwako mpendwa wangu, tuje tujikumbushe kwa habari ya kuishi maisha ya wokovu na kudumu ndani ya wokovu, kudumu ndani ya haki yake Mungu, kuto kutetereka katika wokovu hata kama unapatwa na jambo gani gumu. Usije ukaacha hii neema ya wokovu. Wapo watu wanatafuta wokovu, hawajui, wako katika upande wa pili kabisa, hawaelewi chochote kile. Amina. Lakini wewe ambao umepata neema ya wokovu, Mungu amekuokoa, Mungu amekusaidia mpaka hapo ulipofika, usichoke wala usikate tamaa ukasema ni uache wokovu kwa sababu mimi sioni majibu ya maswali yangu ama majibu ya maombi yangu ambayo nimekuwa nikiyaomba kwa muda mrefu. Hapana, usifanye hivyo. Badala yake simama. Amina. Simama, dumu katika kumtafuta Yesu Kristo katika maisha yako. Simama, omba bila kuchoka. Mimi ninakuhakikishia hakika zake Mungu atakuja na kukutoa mahali hapo na kukuvusha mahali hapo. Siku ya leo mimi ninakuombea kuvuka. Siku ya leo mimi ninakuombea kuvuka. Uvushwe katika kila linalokushikilia, kila ambalo limekuwa gumu kwako. Acha Mungu akapate kwenda kukuvusha. Acha Bwana akapate kwenda kukuvusha. Acha Bwana akapate kwenda kukuvusha. Acha Bwana akapate kwenda kukuvusha. Mwache Mungu akapate kwenda kukuvusha. Acha Bwana akapate kwenda kukuvusha. Acha Bwana akapate kwenda kukuvusha. Haleluya. Mungu wetu ni mwaminifu na Mungu wetu hajawahi kusema uongo. Kwa hiyo mimi leo ninakukumbusha mpendwa, dumu ndani ya wokovu, usiuache wokovu. Ishi maisha ukidumu katika wokovu, usirudi nyuma wala usirudishwe nyuma, usitetereshwe kwa namna yoyote. Mungu anaona na Mungu atajibu, na Mungu ni mwaminifu. Hajakuita ili ukateseke, amekuita ili akupe uzima wa milele, na hata katika dunia hii upate pia. Utapata katika jina la Yesu. Usikate tamaa wala usichoke katika jina la Yesu. Basi kwa wewe mpendwa ambaye unasema ya kwamba mimi sijaokoka kabisa,
Karibu ukapate kwenda kuokoka, umkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Na kwa wewe ambaye umeokoka ukarudi nyuma kwa namna moja ama ukaacha njia, basi pia karibu ukapate kwenda kuokoka, ukamkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na yeye atapata kwenda kukutetea na kukutendea katika jina la Yesu. Amina. Karibu utaomba nyuma yangu. Bwana Yesu, naja mbele zako, ninakushukuru kwa neema hii. Ninakupokea Bwana, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ninakuomba unisamehe dhambi zangu zote nilizozitenda, ninazozikumbuka na nisizozikumbuka. Ninakuomba Bwana ufute jina langu katika kitabu cha hukumu, uandike jina langu katika kitabu cha uzima. Ninakuomba Yesu uingie katika maisha yangu leo, ubadilishe maisha yangu leo katika jina la Yesu. Uguse maisha yangu Bwana yakapate kwenda kukuelekea na njia zangu zikakuelekee. Mungu, naomba uniepushe na roho za malipizi na visasi na roho zote za kurudishwa nyuma. Karibu Yesu katika maisha yangu. Asante Bwana kwa ajili ya neema ya wokovu. Amen. Mpendwa, hongera sana, umechagua fungu lililo jema, na kama neno la leo linavyosema ya kwamba tusigairi maisha yetu ya wokovu, lakini tugairi maisha yetu ya dhambi ili tuweze tukaurithi uzima wa milele. Na mimi ninakuacha nalo hilo mpendwa. Gairi maisha ya dhambi, lakini usigairi maisha ya wokovu. Ishi katika wokovu, katika haki yake Mungu daima, na Mungu atakuonekanikia kwa wakati wake, kwa sababu Mungu tunayemwabudu ni Mungu wa majira na nyakati. Kila jambo lina majira na nyakati yake. Kwa hiyo usiache wokovu ukasema mimi sijajibiwa, wacha tu niishi, nitakuja kuokoka huko mbele baadaye, wakati ambapo labda nimeshazeeka, wakati ambapo labda hili na lile. Hapana. Dumu katika wokovu, usiuache wokovu. Neno la Mungu linatuambia wazi katika kitabu tulichokisoma cha Ezekieli 18 kuanzia mstari wa 21 mpaka mwisho. Basi dumu katika wokovu, usiuache wokovu, usigairi wokovu, gairi dhambi. Usigairi wokovu, gairi dhambi katika jina la Yesu. Basi wacha nikaombe na upate muda mzuri wa kuendelea kumtafakari Bwana Yesu. Basi Mungu wetu na Baba yetu, katika jina lenye nguvu lenye thamani la Bwana Yesu, ninakuja mbele zako, ninakushukuru kwa ajili ya muda na wakati kama huu. Asante kwa ajili ya mpendwa huyu ambaye leo Bwana ameokoka. Umemuokoa ni kwa neema yako, na mkabidhi mikononi mwako, wewe unayeokoa, kwa sababu ni wewe Yesu uokoaye. Ninakabidhi kundi lako mikononi mwako, na wakabidhi watoto wako mikononi mwako, wote ambao Bwana wewe umewaokoa. Ninakuomba ukawaonyeshe na ukawatunze na ukawakuze katika makuzi yako Bwana, ndani ya Roho Mtakatifu ukawajaze katika jina la Yesu wa Nazareti. Ninakuomba Bwana ukawaelekeze ni mahali gani watakapokwenda kwa ajili ya kuabudu na kwa ajili ya kuendelea kulelewa katika Roho, ili Bwana wakazidi kuimarika katika wokovu katika jina la Yesu. Ninakuomba Bwana uwasaidie, wasiwe na roho za kugeugeu wala roho za kurudishwa nyuma, bali Bwana wadumu katika kukupenda wewe, wadumu katika kukufuata na kukutafuta wewe siku zote za maisha yao, katika jina lenye nguvu lenye thamani la Bwana Yesu. Mungu, ninakushukuru kwa sababu ya neema yako. Hakika wewe ni Mungu uliye mwaminifu. Sifa na utukufu tunazirudisha kwako, na tunayaomba yote katika jina lenye nguvu, jina lenye thamani la Bwana Yesu. Ninawaombea ulinzi wa Mungu, na ninawaombea neema ya kuvuka, na katika yote Mungu akazidi kukubariki katika jina lenye nguvu, jina lenye thamani la Bwana Yesu. Amen.